Okay, karibu tena katika chaneli yako ya Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine. Leo nimekuja kuzungumzia mada ama tutorial kuhusiana na jinsi ya kununua coins, lakini pia jinsi ya kupata pesa kupitia akaunti yako ya TikTok. Watu wengi wanatumia TikTok kila siku, lakini kuna kitu ambacho wengi hawajui kabisa. Unajua unaweza kumuunga mkono mtu anayefanya live kwa pesa halisi kabisa kwa kutumia kitu kinachoitwa coin, na kisha baada ya hapo gift, ambao kila siku uwaga unaisikia kwa watu, tuma gift. Na cha kushangaza zaidi, watu wengi wanatumia TikTok lakini hawajui kabisa mfumo huu unafanyaje kazi. Leo nitakuonyesha ukweli wote, jinsi ya kununua coin, jinsi ya kutuma gift na jinsi ya creator anavyopata pesa. Ongeza kipato chako. Anaitwa nani? Teacher Sauti ya Sifa. Yeye ni kiboko. Teacher Sauti ya Sifa. Okay, karibu tena katika kio changu cha simu kwa mara nyingine kabisa. Kama kawaida basi leo tunakwenda kujifundisha jinsi ya kununua coins ili tuweze kuanza kutuma gift kwenye live za creators ambao tunawapenda zaidi. Sasa kitu cha kwanza kabisa itakubidi uwe na TikTok specials, TikTok original, achana na ile TikTok Lite ambayo ina save data. Utaingia moja kwa moja kwenye ile TikTok kubwa yako. Then ikishafunguka sasa tutajua nini ambacho kinafuata. Utabidi univumilie hapo kwa sababu nimeshika simu mwenyewe. Hapa sasa kinachofuata, okay, nimestop video kidogo hapo ili tuelewane vizuri. Hapa bwana utaingia hapa kwenye profile. Kwa hiyo utabonyeza hapa kwenye profile tap. Ukishabonyeza kuna profile, utaletewa profile yako. So hii ni akaunti yangu ya TikTok. Kwa hiyo naomba mnifollow. Yes, andika Sauti ya Sifa hapo, mnifollow. Takuwa nikuwaletea mafunzo live kabisa kupitia live streaming zangu. Kwa hiyo hapa tutaingia katika mistari hapa mitatu hapa juu. Tap. Baada ya kuingia hapa kwenye mistari mitatu, utaona kwenye sehemu moja ambao wameandika balance kwa TikTok ya sasa hivi. Kishaingia tu hapo kwenye mistari mitatu balance. Hapo kwenye balance ndipo ambapo tumepakusudia leo. Hapa kuna balance. Baada ya kuingia kwenye balance then ita search kama hivyo. Hii hapa balance inasema kuna kiasi cha takribani dola 0. Yani coin 0.0 kama unaona vizuri. Sasa wewe ili uweze sasa wanasema kununua coin ama kupata coin ili mtu umtumie kupitia gift, ni lazima uende kwenye lazima uende kwenye sehemu ambayo imeandika get coins hapa hivi. Baada ya kubonyeza hapo, simu itakwenda kujisearch kama unavyopata kuona, alafu zeni itakuletea coin zote. Yani itakuletea coin ambazo zinauzwa hapa TikTok. So kuna coin nyingi sana hizi hapa. Tunaona hapo pa kwanza kabisa kuna coin ambayo ni 5 unanunua kwa shilingi 220, lakini coin 70 unanunua kwa shilingi 3100, coin 350 unanunua kwa shilingi nadhani ni 10,200. Mimi bwana kwa kuwa nakufundisha nitakwenda kununua hii coin ya kwanza kabisa, hii coin ya kwanza hii. Tap. Hii coin ya kwanza. Kwa hiyo duara langu likishakuwa madude langu jekundu likishakuwa hapo kwenye hii ya kwanza hapa, ukiweka hapa duara linakuwa hapo pekundu panakuwa ni hapa, lakini mimi nitarudisha hapa. Inamaanisha atakwenda kununua coin 5 ambayo ni sawa na kiasi cha shilingi 200. Umeona 220. Kwa hiyo mimi nitakwenda kununua. Utakwendaje kununua? Chini kabisa kuna sehemu utakuwa umeandika recharge chini hapa.
baada ya kuweka kiwango chako sasa, baada ya kuweka kiwango chako kuna recharge hapa. Kwa hiyo nitabonyeza hii recharge tap. Pia kamera yangu inaonekana sio nzuri kidogo, lakini itabidi nivumilie. Baada ya kulicharge, option ambayo itafuata ni option ya kuweka taarifa zako za namba ya malipo ama kadi ya malipo ama kitu chochote ambacho kinahusika na hicho hapa. Hapa umeona hapa wanamaanisha kwamba utakwenda kulipia coin na akaunti yako atakuwa ameiweka hapo, Gmail yako atakuwa ameiweka. Kwa hiyo Gmail yangu ndio hii hapo, na coin zangu ambazo nataka kununua ndio hizi hapo za kiasi cha shilingi 220. Hizi ni coin 5. Hapa utakwenda kulipia hizi coin kupitia kadi ambao ni Visa card ama add credit or debit card wanaita. Kuna simu inaita hapo, lakini ngoja tuendelee na kazi. So kwa hiyo wewe cha kufanya utabonyeza hapa kwenye add credit debit card hapa tap. Baada ya kubonyeza itakuletea option kama hii. Hii option nadhani ushawahi kuifikia, lakini ukujua nini hasa ambacho kinatakikana hapa. Hii option bwana ni unaweza kuweka kadi yako ya malipo, hasa zile za Visa ama Mastercard. Kwa hiyo moja kwa moja mimi nitakwenda kukufundisha jinsi ya kufungua Mastercard hapa ama Visa card kwenye line yako ya simu hiyo, na jinsi ya kuweka pesa kwenye hiyo Visa card, na baada ya hapo unakuja unaweka hapa kadi yako vizuri kabisa. Twende kazi. Teacher Sauti ya Sifa, la clave del éxito. Con Sauti ya Sifa, el futuro. Okay. Jinsi ya kuweza kupata Visa card ama Mastercard, utaingia katika mtandao wako wa simu wowote ule. Utabonyeza menu kuu yao ya M-Pesa, Halopesa, Airtel Money, Zeni, Mix by Yase. Utaandika menu yao ile ya M-Pesa ama ya kufanya miamara. Mfano kama natumia hii ni Vodacom, kwa nitaandika *150*00 leli. Then nitapiga. Baada ya kupiga kwa kila mtandao utakwenda katika sehemu moja ambayo ameandika lipa kwa M-Pesa ama lipa bill. Yaani kuna masuala ya kulipa pale. Utaingia mfano kama hapa M-Pesa lipa ipo pale namba 4. Kwa nitabonyeza pale kwenye lipa namba 4. Baada ya hapo utakwenda kuchagua Visa card ama Mastercard hapo kwenye lipa. Mfano kama hapa tunaona Visa card ipo ukurasa mapeji ya 7. Kwa hiyo nitakwenda kuweka 7 hapa, alafu nitasendi. Baada ya kusendi sasa kuna vitu wananiambia kwamba tengeneza kadi, taarifa za kadi, weka pesa kwenye kadi, salio la kadi, kadi yangu. Sawa. Wewe utakwenda sehemu moja ambayo imeandika tengeneza kadi hapa juu tap. Kwa hiyo ni namba 1 afu utatengeneza kadi. Baada ya kutengeneza kadi utakwambia ombi lako limewasilishwa. Utapokea ujumbe mfupi wa maandishi vipunde. Ujumbe wapo umefika. Wanaambia hivi, tayari una kadi ya Visa. Ni kadi yako moja kwa mwaka huu. Sawa. Sasa hiyo kadi ya Visa si imetengeneza tayari. Ili hiyo kadi ya Visa uone taarifa zake, utatakiwa uweke pesa. Kwa hiyo utarudia tena vile vile. Yes, page ya Visa card hapa. Sasa hapa kuna sehemu moja ambao wameandika kadi yangu, lakini kuna sehemu moja ambao wameandika weka pesa. Sawa. Utaweka pesa. Kiasi cha kuweka ni kuanzia 1000. Hili kadi yako iwe imewezeshwa. Kwa hiyo mimi nitaweka 1000 iwe kwa na kufundisha wewe. Lakini sijajua kwa nini wanasema kwa namba zingine. Password yangu mimi hii hapa ama namba yangu ya siri hapo nimeweka. Hii hapo. Ombi lako limewasilishwa, utapokea ujumbe mfupi wa maandishi. Hapa niambia songesha na songesha chap 4891 hii hapo tap. Baada ya hapo sasa nitasubiria nikiwa nimeshalipa tayari. Hii hapa nimelipa tayari. Kwa hiyo wameniambia kwamba kuna tatizo la kiufundi limetokea, tafadhali jaribu tena baadaye. Hii hapa wameniambia kwamba tayari una kadi ya Visa. Ni kadi yako moja kwa mwaka huu. Kuna tatizo la kiufundi limetokea, tafadhali jaribu tena baadaye. Okay, nitaona tena nijaribu hapa kuangalia kadi yangu.
Okay, sasa baada ya kuniambia kwamba nijaribu baadaye kidogo na nimesha kuonesha jinsi ya kuweka pesa, mimi nitakwenda kujaribu kuangalia taarifa za kadi ama yani namba 2 hapa, taarifa za kadi. Nitasend namba 2. Zeni kadi sasa ni hapa. Hii ndo kadi, hii ndo anaita kadi. So ukibeba hii kadi ndio hasa unakwenda kuisave ama kuiweka pale kwenye kulipia ili ununue coin. Tunaona hapa, hii hapa M-Pesa Visa details. Hizi hapa ni namba za kadi. Siwezi nikakuonesha namba zote kwa sababu hii ni kadi. Umeshaambiwa kwamba ni kadi. Na maanisha ukichukua wewe kama mimi una 200,000 ukaenda kufanya malipo sijui hapo wanasema supermarket, sijui mitandao gani, inafanya kazi vizuri. Ni huduma ya kidijitali ambayo inalipa pesa kidijitali kununua mfano vitu hivi na hivi. Lakini pia hapa kwenye CVV, hii hapa CVV namba ngapi hapo? Expire hii hapo. Kwa hiyo hapo ni kitendo cha kuchukua hii taarifa ya kadi na kwenda kuikopi. Kwa hiyo mimi nitakwenda kuichukua hii taarifa ya kadi hapa. Teacher sauti ya sifa. Oh teacher sauti ya sifa. Sasa baada ya kuwa umepata hiyo kadi utakuja kujaza hapa vizuri kabisa kama hivi. Ngoja ni zoom hapa. Hapo kwenye sehemu ambayo wameandika kadi namba, utaweka namba ile ya kadi ambayo uliwekewa pale ama ambao unaiona kama mimi nimeweka hapo kadi namba. Kwenye MMY utaweka expire date, ile ya expire date. Kwenye security code utakwenda kuweka ile CCP, lakini kwa nyinyi ambao mtakuwa mna Visa card, Mastercard, hivyo yani utajaza kama nilivyojaza mimi tu hapo na utakuwa umefanikisha jambo hilo. Baada ya hapo utathibitishwa hapa chini kwamba huyu ni nani, ni email yake sasa ama email yake ama namba yake ya simu, anaitwa nani fulani hapo chini. Alafu zeni chini kabisa huku utakuwa kwenye sehemu ya save card. Kwa hiyo hapa nikisha save card nitakwenda sasa kulipia hii wanasema 220 wanasema ni 200 sijui 50, nimesahau kidogo. Kwa hiyo wakati unalipia hizi coin hakikisha umeweka pesa kwenye nini, kwenye Visa card yako. Hapa tayari hapa chini kabisa hapa ameshaniletea hapa, ameniambiaje? Wameniambia kwamba moja tap buy tena. Sawa, lakini nimeshanunua kwa sababu na ujumbe wa M-Pesa hapa nimeuona hapa juu. Yes, huu hapa ujumbe. Huu hapa Google Temple M-Pesa card hapa ujumbe nimeuona hapo. Kwa mimi cha kufanya hapa nitafuta kila kitu hapa juu hivi. Alafu zeni nitakwenda tu hapa chini nitabonyeza one step buy. Tap. Kwa hiyo hapo inafanya processing ili uweze kulipia sasa. Hii hapo. Baada ya kulipia utaona juu M-Pesa wamekuletea M-Pesa Visa card yako. Hii hapo imetumika M-Pesa Visa card yako, unaenda na ushahidi na kila kitu. M-Pesa Visa card yako. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza ukanunua coin. Umeona? M-Pesa Visa card hapa. M-Pesa transition tishi 242 wamelipa kwenda TikTok. Umeona? Wanakuambia kabisa kila kitu hicho hapo. Tarehe wanakuambia kila kitu. Kwa hiyo hadi hapo sasa unakuwa tayari uko makini, lakini pia hata Gmail yako itakwambia pia na Gmail yako kwamba vitu fulani vimetokea, umelipa kiasi cha 200 kupitia Gmail yako. Hivyo ni vitu rahisi sana. Kwa hiyo hapa wanakuambia kwamba payment successful. Kwa hiyo ni tayari tumeshafanyaje? Tumeshalipa. Pia na huku juu TikTok wao hapa wameendelea kunipa taarifa hapo kwamba coin 5 hapo umeshanunua. Kwa hiyo hapa mimi nitabonyeza tu no thank you hapa. Nitapiga okay. Hii hapo. Payment successful. So vitu hivi kama hivi unaendelea kuvipata kupitia Teacher Sauti ya Sifa. Kwa hiyo mimi nitarudi hapa kwenye TikTok ili tuone coin zimepatikana. So mimi kumbuka, mimi naitwa jina langu Teacher Sauti ya Sifa. Hakikisha unanifollow ili kupata maujanja na maujuzi kama haya. Aha. Twende tukaone hapo coin zimepatikana. Okay. Hapa sasa tutakwenda kubonyeza hapa kwenye my profile. Baada ya kubonyeza my profile tutakwenda tena kwenye mistari mitatu ile, then tukaangalia balance yetu, tuna coin kiasi gani hapo. Yes, na charge inatukataa hapa, ila natumaini kwamba tutakuwa tumemaliza. Yes.
hapa tunaona kwamba balance ambayo ipo hapa juu ni balance 0. Kwa nini iwe 0? Kwa hiyo hapo ndio kitu cha kujiuliza, kwa nini iwe nini 0. Yes, wanasema kwamba hapa juu ni sehemu ya dola, yani ni balance yako ya pesa yako ambayo unao kwenye TikTok. Lakini ukiangalia kwenye coin hapa, kiasi cha coin hapa chini ni coin 5 ndizo zipo hapa. Umeona coin zangu ambazo zipo balance yake ni coin nini? Coin 5. Kwa hiyo nikienda hapa kwenye get coin hapa, nitakwenda kununua coin moja kwa moja, lakini pia nitakuwa na uwezo wa kuona coin zangu ziko ngapi. Umeona balance coin hizo hapo ni coin 5 ambazo tulizinunua shilingi ngapi? Tulinunua kiasi cha 220. Sasa nitakwenda kumpa mtu offer, mtu yoyote ambaye yuko live hapa wakati huu, nitakwenda kumtumia gift ya moja. Nenda kumtumia gift. Nani atakuwa live hapa? Twende hapa live, nibonyeze hapa kwenye live. Hapa ipo live hapa. Asa wakati iko live hapa, mimi nitakuwa na uwezo wa kumtumia mtu zawadi. Mfano hii hapa, muona tu zawadi. Mfano nikabonyeza hapa kwenye zawadi, send for coin moja, ndo zawadi hii anaipata yeye. Kwa hiyo nitabonyeza hii hapo. Tayari nimeshampa zawadi huyo jamaa wangu. Nimeshampa zawadi huyo hapo. Hii hapa zawadi. Sauti ya Sifa katoa zawadi hii hapa. Umeona? Kwa hiyo hapo yeye kule zawadi inakuwa imesoma. Kwa hiyo ikishasoma yeye hapo anakuwa kapata pesa, kwa sababu nakuwa nimempa nini? Nimempa zawadi live kabisa. Cheza mtaani, sasa sikiliza. Pesa mtandaoni na kupa maarifa. Simu mkononi ndiyo silaha yako. Kuedit video, ongeza kipato chako. Anaitwa nani? Teacher Sauti ya Sifa. Yeye ni kiboko. Unaweza kuwa unajiuliza, mimi kama content creator hasa ambaye natengeneza video hapa katika mtandao wa TikTok, yani kimaanisha kwamba natengeneza video na tupia katika platform ama jukwaa ya TikTok, nawezaje nikapata pesa? Hapa ndipo watu wengi wanashangaa. Gift unaoituma huwa haipotei tu. TikTok hubadilisha gift hiyo kuwa kitu kinachoitwa diamond. Sawa Halafu diamonds hubadilishwa kuwa pesa halisi. Mfumo wake ni huu, yani tuseme kwamba inaanza coin ambayo inaanza pesa ambayo wewe unatoa pesa yako kwenye M-Pesa yako kwenda Visa card, halafu unaenda kununua coin. Baada ya coin unachukua coin ile unaibadilisha kuwa gift. Ukishabadilisha kuwa gift, maana yake ndo unamtumia mtu hapo. Umechukua gift unamtumia mtu. Ukishabadilisha kuwa gift zeni unaenda kwenye sehemu moja, inaenda kwenye mfumo wa diamond. Kwa hiyo mtu ambaye umemtumia gift, yeye anaipata, inakuwa kama vile point diamond. Baada ya hapo, baada ya kupata kama diamond, yeye huyo mtu creator, huyo content creator, sasa hapo ndipo inapoenda kubadilika kuwa mfumo wa pesa. So ukweli ambao watu wengi huwa hawajui, sio kila nchi inaweza kutoa pesa moja kwa moja kutoka TikTok. Kwa mfano, nchi kama South Africa, Nigeria, Kenya wanapata malipo ya moja kwa moja kutoka katika platform ya TikTok. Lakini kwa sasa Tanzania bado haina mfumo huo ama haujafunguliwa kabisa. Ukweli muhimu kwa Tanzania. Hii ndio sababu creator wengi wa Tanzania hutumia njia nyingine yani kwa ajili ya kupata pesa zao. Mfano, unaweza kutumia agents wa TikTok, sawa, ama agency za TikTok, au unaweza kutumia akaunti za nchi zinazokubaliwa ili waweze kutoa pesa zako na wakutumie wewe kwa gharama ndogo kidogo. Kwa sababu mpaka sasa TikTok hauwezi ukachukua pesa tu, hata kama hizo diamond zimetumiwa na mtu, lakini bado inakuwa ngumu. Japokuwa unatumiwa, ila kutoka bado inakuwa ngumu. Sasa nipende tu kukuambia kwamba kama unaangalia live ya mtu unayempenda, unaweza kumuunga mkono kwa kutuma gift. Hiyo ndio njia ya kumsaidia content creator, ama content creator huyo ama mtu wako aendelee kufanya mauzui katika mtandao wa TikTok. Na kama umejifunza kitu kipya leo kupitia video hii hapa, hakikisha unafuatilia akaunti yangu hii hapa ya
Sauti ya Sifa kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea kutoka hapa katika channel yetu pendo kabisa ya Teacher Sauti ya Sifa. Na maanisha kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe kwa sababu hapo mbele nitakuja kukupa mambo mengi sana kuhusiana na TikTok, lakini pia nitakuja kukupa mambo mengi sana kuhusiana na mitandao ya kijamii na mambo mengine kaza wa kaza, hasa katika masuala ya IT, hasa kupitia simu yako ya mkononi. Kwa hivi sasa hakikisha una subscribe, lakini pia una like, lakini pia hakikisha una comment. Comment yako ndio inaongea mimi nitoe video gani hapo mbele. Kama kuna sehemu unahitaji kujua zaidi kuhusiana labda na TikTok, ama kama kuna sehemu ambayo unahitaji kujua zaidi kuhusiana na kitu fulani, hakikisha kuna comment unauliza, mimi nitakuja kutoa video. Teacher Sauti ya Sifa, oh Teacher Sauti ya Sifa.